ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. عباد الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين، يا عباد الله، هذا يوم عظيم، يوم الذي قد قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: hii ni siku kubwa, ni siku kubwa mno ambayo miongoni mwake au ndani mwake uko wasia wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini kabla ya yote, watukufu wa Islam, napenda kuwanasihi pamoja na kuisaha nafsi yangu katika swala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala. Ayuha almuslimuna ibadallah, enyi waislamu, enyi waja wa Allah, ittaqullaha taala wattabi'u sunnata nabiyikum wa'lamu anna alfawza liman ittaqa ومن لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كافيا وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا. إني واجه الله bora ya vazi la mwanadamu ambalo anatakiwa kulivaa ni taati rabbihi, ni kumtii Mola wake mlezi. Wala khaira fi man kana lillahi asiya, na hakuna khairi kwa yule ambaye atakuwa ni mwenye kumwasi Allah tabaraka wa taala. Ibadallah, hadha yawmun adhim, siku ya leo ni siku tukufu mno. Yawmu Eid al-Adha, leo ni siku ya Eid ya kuchinja, yawmu taqarrub ila Allah. Lakini pia leo ni siku ya kujikurubisha waja kwa Allah tabaraka wa taala biludhiya liibadati, kwa kuchinja, lakini hali ya kutekeleza ibada ya Allah tabaraka wa taala. Yawmun tatajalli fihi maani al-iman, siku ambayo zinaonekana watu wanajipamba na kujionyesha kwa maana ya kumwamini Allah tabaraka wa taala, wataslimu lillahi rabbil alamin, lakini kujisalimisha kwa Allah mola mlezi wa walimwengu. Ibadallah, maashara almuslimin, walaysa al-eid liman labisa al-jadid, si idi kwamba maana ya idi ni kwa yule ambaye aliyevaa vizuri, kavaa nguo mpya, kanzu mpya, nguo mzuri. Ala, si kwa maana hiyo. Walaysa al-eid liman labisa al-jadid walakin al-eid liman khafa yawm al-wa'id, si idi kwa yule mwenye kuvaa vizuri, lakini maana halisi ya idi ni kwa yule ambaye liman khafa yawm al-wa'id, ni yule ambaye anaogopa siku ya kiyama, siku ambayo atasimamishwa mbele ya Mola wake mlezi kisha ataulizwa. Wabaqiya fi ta'ati Allah, lakini si hivyo. Idi ni kwa yule ambaye atakayeogopa siku ya mwisho, lakini katika uhai wake wa maisha haya ya kidunia, baqiya fi ta'ati Allah wahda, akabaki katika kumtii Allah tabaraka wa taala, fi ta'ati rabbih, katika kumtii Mola wake mlezi.
ila yaumi rahim, mpaka siku atakapoondoka katika ulimwengu huu wa dunia. Ibadallah, yaqulu Muhammad ibn Abi Bakr ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Zadul Maadi, anasema Imamu Ibn al-Qayyim katika kitabu chake cha Zadul Maadi, at-takbiru fi Eid al-Adha sunnatun muakkada, kufanya takbiri katika Eid ya Adha kama hivi ni sunnatun muakkada, ni sunna ambayo imepokotezwa mno. Waislamu wajitahidi kutoa takbira mbalimbali kama tulivyokuwa tunafanya katika masiku 9 yaliyopita nyuma yetu, na hivyo hivyo imepokotezwa katika siku hii ya Eid al-Adha. Miongoni mwa mambo ambayo anatakiwa Muislamu kushikamana nayo ni kushikamana na kutoa takbira. Lakini pia wastamarra waqala في العيد يظهر التكبير والفرح وسائر الإسلام. lakini pia katika Eid hii kuna dhihiri takbira mbalimbali, waislamu watoe takbira. Lakini baada ya kushikamana na jambo hilo la kutoa takbira mbalimbali, lakini pia anasema kuna dhihiri furaha katika nyuso za waumini. Na sisi tunaona mbele yetu, si watoto si wakubwa, nyuso zilizoko mbele yetu zina bashasha mno. Ndicho kinachodhihiri katika siku hii ya leo kwa Waislamu. Lakini pia akasema vile vile Imamu Ibn Taymiyyah fi kitabihi Majmu' al-Fatawa, akasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah katika kitabu chake Ayyamul Eid a'zam sha'airul Islam, haya masiku ya Eid ni kubwa miongoni mwa alama za Uislamu, miongoni mwa ibada kubwa za Kiislamu. Fiha idharu al-far'i was-sururi bi ta'ati Allah, ndani mwake hii alama ya Eid min sha'air al-Islam, miongoni mwa alama kubwa za Uislamu. Lakini fiha yadhharu fiha surur, kuna dhihiri ndani mwake watu kuna dhihiri furaha mbalimbali, kuna furaha, kuna dhihiri matabasamu mbalimbali wa ta'ati Allah, lakini pia na kumtii Allah tabaraka wa taala. Ibadallah, tamassaku bi ta'ati Allah subhanahu wa ta'ala, tushikamane na kumcha Allah tabaraka wa ta'ala. Qala Abu al-Atahiya, anasema mshairi mmoja maarufu anaitwa Abu al-Atahiya, laysa Eid al-fata bi thawbin jadid, haina maana Eid kwa mtu ni kule kuvaa vizuri. Wa innama al-Eid an yazida ar-rasid, hakika maana halisi ya Eid kwa mwanadamu ni kule kuzidisha katika akaunti yake, azidishe salio na vocha katika akaunti yake ya matendo ya kheri. Rasidul mar'i dinuhu wa adab, hilo salio na kuifanya active akaunti yake huyu mwanadamu. Rasidul mar'i dinuhu wa adab, salio lenyewe linalokusudiwa ni kuifanya vizuri dini yake mwanadamu, ni kukaa katika dini yake sawa sawa, wa adab, lakini kuwa na adab. Wanadamu wanapaswa awe na adab, kwa sababu akhlaq ni miongoni mwa tabia za dini hii ya Uislamu, na miongoni mwa wasia Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alipotunasihi sana, khaliqin nasa bikhuluqin hasana, rasidul mar'i dinuhu wa adab wattiba'ul huda wa qalbur rashid. Salio la mwanadamu ni dini yake yeye mwenyewe na adabu anatakiwa kujipamba nayo, wattiba'ul huda, lakini jambo jingine afate uongofu wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa qalbun rashid, lakini awe na moyo uliongoka ulioelekea kwa Allah tabaraka wa taala. Ibadallah, tumsheni Allah tabaraka wa taala. Siku hii ya leo ni siku ambayo sheitani anafurahia mno, kwa sababu liko kundi kubwa mno. Sisi tuliokaa hapa, sheitani anatutamani mno, anahangaika na sisi mno, tuliokuja kwa ajili ya kuswali salatul Eid lillahi tabaraka wa taala. Sisi ndiye anayetutaka. Sheitani hahangaiki na watu ambao wafanya ibada, sheitani hahangaiki na makufari, ila sheitani anaumiza kichwa na sisi Waislamu. Muislamu ambaye ameshikamana na taati Allah subhanahu wa ta'ala, huyo ndiye anempasua kichwa sheitanul la'in. Tunapotoka hapo, shetani anatuinda sisi watu wazima, wala si watoto wetu. Shetani anataka kututoa katika njia ya Allah tabaraka wa taala. Ibadallah, tanabbahu, usiyati ladaykum, wasia wangu kwenu nyinyi,
Tushikamaneni na taati llahi subhanahu wa ta'ala, kwani yako malengo ya kuwekwa idi hizi. Miongoni mwazo ni hii Eid al-Adha. Miongoni mwa malengo hayo, wanachuoni wanasema al-ikhlasu lillahi ta'ala fil a'mal. Miongoni mwa malengo ya kuwekwa sikukuu hizi si kuvaa vizuri, lakini unaelekea katika kumwasi Allah tabaraka wa taala. La, walaysa min al-aghrab, si katika malengo, lakini lengo kuu la kwanza al-ikhlasu lillahi tabaraka wa taala fil a'mal, ni kumtakasia Allah tabaraka wa taala katika matendo yake ya kheri yote. Ndio lengo la kwanza unatakiwa kulijua wewe, lakini sio kutoka baadaye kuelekea katika kumwasi Allah tabaraka wa taala, si hivyo. Lakini algharadh athani, lengo la pili, arrahmatu lilfuqarai walmuhtajin, ni kuwahurumia wale mafukara ilmuhtajin, na wale watu ambao wenye uhitaji. Siku kama ya leo tunatambua hatulingani viwango, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya, sisi ndiyo tumewagawanyia, ndiyo tuliowafanyia maisha yao katika uhai huu wa dunia. Yako vipi? warafa'na ba'dahum fawqa ba'dhin darajat, tukawanyanyua baadhi yao juu ya baadhi nyingine kwa daraja mbalimbali, liyattakhidha ba'dhuhum ba'dhan sukhriya, ili wengine watumikie wengine. Hakadha sunnatur rahman, hiyo ndio sunna ya Allah tabaraka wa taala, kwamba ni wengine lazima kuwe kuna mafakiri, kuwe kuna maskini, kuwe kuna matajiri. Ndivyo ulimwengu Allah alivyopangilia, na ndio mwenendo wa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo miongoni mwetu kuna wale matajiri na si matajiri, kuna wale ambao wamejitosheleza kile chakula mchana wa leo mpaka usiku wake, kipo cha ziada mpatie ndugu yako yule fakiri. Una jirani yako ni fakiri, wewe unapika, unaona raha, unapika mabiliani, unapika mapilau, wali, nyama mbalimbali, vijungu kibao, lakini jirani yako hajui atakula nini. Unakarangiza, yeye anasikia tu harufu. La, tutambue malengo ya kuwekwa idi hii, arrahmatu bilfuqara, ni kuwahurumia wale mafukara. Tuangalie mno, tuwajali mafukara, kwa sababu ni sehemu nyingi mbalimbali ambazo Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam na Allah tabaraka wa taala amehimiza, na ndio maana hata katika mafungu ya zaka Allah amewataja alfuqara, mafukara. Tuangalie watukufu wa Islam, haya ni katika malengo ya idi hii, Eid al-Adha. Lakini lengo la tatu, silatul arhami watasamuhu baina an-nas. Miongoni mwa malengo ya sisi kuingia katika idi hii, kuletewa idi hii, silatul arham, ni kuunganisha udugu. Leo hii ni siku moja adhimu, unapofanya jambo la kuunganisha udugu unapata fadhila kubwa mbele ya Allah tabaraka wa taala, na ndiyo malengo ya kuwekewa idi hii, Eid al-Adha. Silatul arham ni kuunganisha udugu, watasamuhu baina an-nas, lakini na kusamehe watu wasameheane, watu wasikae na vinyongo, kwa sababu wote tunaondoka. Kullu man alayha fan, kila aliyoko katika mgongo wa ardhi, tahta as-samawati as-sab' wa fawqa al-aradhina as-sab' sayamut, kila aliyoko juu ya mgongo wa ardhi, chini ya mbingu saba, atambue ipo siku ataondoka tu. Watasamehe, samehe kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Usiweke hikdi, usiwe na vinyongo katika nafsi yako kwamba fulani alinikosea bwana kadha na kadha, mimi kumsamehe. La, usiseme hivyo. Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, hivi je, semeni, ziulizeni nafsi zenu, je, nyinyi Allah tabaraka wa taala hampendi Allah wasamehe madhambi yenu? Kila mmoja atajibu aljawabu naam, ndiyo tunataka Allah tusamehe. Fa in kunta turidu dhalik fasamih akhaka, ukiwa unataka hivyo basi msamehe ndugu yako Muislamu aliyekukosea, kwa sababu kusamehe kuna ujira mkubwa mno, na ni katika malengo ambayo umewekewa wewe. Idi yako hii Eid al-Adha ya kufurahi, moyo wako unasafika, samehe na watu, kwa sababu Allah tabaraka wa taala huwa anamhurumia yule mwenye kuhurumia wanadamu wengine. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, la yarhamu Allahu man la yarhamu an-nas, Allah hamrehemu mtu ambaye hana huruma na waislamu wenzie, hana huruma na wenzie, hawasamehi wenzie. Mwanadamu, kullu bani adam khata, wanadamu wote ni wenye kukosea.
hadha ithbat qawli min an-nabii sallallahu alayhi wasallam. Maneno ya kweli yanatoka kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, anathibitisha kwamba wanadamu wote ni wenye kukosea, lakini akasema bora yule mwenye kukosea at-tawwabun, ni wale wenye kutubia kwa Allah tabaraka wa taala. Ni mangapi unamkosea Allah? Je, ndugu yako amekukosea mangapi? Moja mawili unashindwa kumsamehe? Wewe ukielekeza mikono ya Allah tabaraka wa taala atakubali msamaha wako. Ibadallah, tusafishe nyoyo zetu, tusameheane, kwa sababu ni katika malengo ya kuwekewa hii Eid al-Adha. Lakini pia lengo la 4, shukran lillahi ala ni'amihi al-kathira, kumshukuru Allah tabaraka wa taala juu ya neema zake zilizokuwa nyingi mno. Ibadallah, wa antum shahiduna ala dhalik, nyinyi mnashuhudia katika hili. Neema za Allah ni nyingi. Allah mwenyewe anathibitisha katika kitabu chake kitukufu, anasema wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, mkisema mkae chini mwanze kupiga hesabu na kuzihesabu neema za Mola wenu mlezi, la tuhsuha, hamwezi kupata idadi yake. Innal insana la dhalumun kafar, kama mwanadamu amekuwa ni mwenye kuidhulumu mno nafsi yake, kafar, ni mwenye kumkufuru Allah tabaraka wa taala na kuzikufuru neema zake Allah tabaraka wa taala. Ibadallah, alima al-Khalil, allama al-Khalil al-wara ma'ana at-ta'a. Shairi mmoja anasema allama al-Khalil, amefundisha al-Khalil, Khalilullah wa huwa Ibrahim alayhi salam, ametufundisha sisi kipenzi chake Allah tabaraka wa taala ambaye ni Ibrahim alayhi salam. Maana at-ta'a ni nini? Maana ya kutii. Unapoambiwa mtii Allah, ni nini maana yake ya kutii? Kumtii Allah tabaraka wa taala maana yake nini? Lakini Ibrahim alayhi salam ametufundisha maana hiyo katika hii siku adhim, yaumu Eid al-Adha, idh rabba nida biqalbin sabirin radhi, pindi ya pale ambapo alipoitikia wito kutoka kwa Mola wake mlezi, biqalbin sabirin radhi, kwa moyo uliokuwa na subra kweli kweli, lakini ukiwa umeridhika na wito ule alioitwa na Allah tabaraka wa taala. Fasara Eid al-Adha lana ibra, mpaka ikafikia, mpaka sasa sisi ikafikia kwetu sisi hii Eid al-Adha kwetu sisi ni subra. Ni wapi? Pale ambapo Nabiyullah Ibrahim ametupa sisi funzo kuhusiana na hii siku adhim يوم عيد الأضحى. يقول المولى سبحانه وتعالى في سورة الصافات وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام. Hili ndiyo funzo na ndiyo elimu ambayo Khalilullah kipenzi wa Allah Nabii Ibrahim alayhi salam ametufundisha sisi. Ma maana taa, ni nini maana ya taa? Wewe kijana mdogo nisikilize, ni nini maana ya taa? Mzazi wako anapokuamrisha jambo la kumtii yeye, mama yako anapokuamrisha msikilize yeye, anapokuamrisha katika mambo yake, ni nini maana ya taa? Tuangalie kipenzi Khalilullah Nabiyullah Ibrahim ithlabba an-nida biqalbin sabiri, pindi pale alipoitikia wito wa Allah kwa moyo wenye subra kweli kweli. Faqala inni falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Siku moja Nabiyullah Ibrahim alayhi salam alikuwa amelala, wa ru'yatul anbiya'i sadiq, na ndoto za manabii ni za kweli. Akaona katika usiku wake anaamrishwa kumchinja mwanaye ambaye ni Ismail. Ibrahim alipoamka akajua fika huu ni wahi unatoka kwa Allah tabaraka wa taala. Hii ni amri nimepewa, kinachotakiwa ni nini? Agizo linapotoka mamlaka kwa Allah tabaraka wa taala, unachotakiwa wewe ni kutii. Usiangalie nimeagizwa kwa nani, ninatakiwa kumfanyia hiki ni nani. Usiangalie la ta'ata lil makhluq fi ma'siyati al-khaliq, hakadha al-qail, hakuna kumtii kiumbe pale unapoona unamuasi muumba.
Ibrahim moja kwa moja akamwelekea mwanae Ismail, akaambia inni ara fil manami anni adbahu, ewe mwanangu, ya bunai, ewe kijana wangu, kipenzi changu, mimi nimeona katika usingizi wangu, anni adbahu, ya kwamba mimi nakuchinja wewe, nakuchinja wewe mwanangu, yaumun adhim, siku nzito kama hii. Wewe kama mzazi, Allah anakupa mtihani kama huu. Je, tungeweza watukufu wa Islam? Hili ni somo adhimu, somo kubwa. Ibrahim anawaambia mwanae, nimeona ninakuchinja wewe, fanzur madha tara, hebu angalia unasemaje mwanangu katika hilo. Tuangalie kijana ambaye amelelewa katika tauhid, katika mazingira ya kumtambua Allah tabaraka wa taala. Na hivyo hivyo ndivyo tunatakiwa sisi wazazi kuwa imara, kuwalea watoto wetu katika mazingira ambayo wanamcha Allah tabaraka wa taala, wanamtambua Allah na wanamtambua Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtoto unapomfundisha kumjua Mola wake, mzazi katika malezi hutumii nguvu kubwa. Ni kitendo cha kuzungumza tu, mtoto anasema yalla sami'tuka ya abaya, nimekusikia ya baba yangu, nitatekeleza. Wa hakadha kana Ismail alayhi salam, na hivyo hivyo ndivyo alivyokuwa Ismail alayhi salam. Faqala ya abat if'al ma tu'mar, jibu lake ni moja, akamwambia ya abat, ewe baba yangu kipenzi, if'al ma tu'mar, mimi sina shida katika hilo, fanya kile ulichoamrishwa na Mola wako mlezi. Ibadallah, watoto kama hawa wako wapi katika zama hizi? Hakuna mtoto kama huyu. Umpe challenge ndogo, ya bunai, mimi bwana, hata mdanganye tu bwana, mimi nimeoteshwa, nimepata wahi sasa hivi, kuna masharifu, mimi bwana sharifu, nimepata wahi bwana, nikupige bakora 7 hapa, unasemaje mwanangu? Watoto sasa hivi wanakwambia baba, kwani nimekosea nini? Sasa anaanza kukuonya, nimekosea nini? Mimi nimeona nikupige bakora. Anasema baba bwana, mimi sijakosea, mimi sio dunia. Kaifa labbaita, umemlea vipi huyu mtoto? Baba kwanza niambie kosa langu. Mtoto mwenye heshima na adabu hawezi kujibizana na mzazi wake kama hivi, hata kama hana kosa. Sasa nyingine mzazi anatoa mtihani kwa mtoto, anampima, je, yuko sawa? Singine kuta ni jaribu tu, lakini mtoto kama huyu anashindwa kuelekea kumtii baba yake hata kama hana kosa. Tekeleza kwanza agizo ulilopewa na baba yako, ulilopewa na mama yako, alafu badala ya hapo baba ndo atakurejea kwa pole, atakwambia mwanangu, una kosa, nilikuwa nataka nikuangalie tu. Je, uko tayari kwa kile ninachokuamrisha mwanangu? Hichi ndicho kizazi ambacho tunatakiwa sisi tukiwewe, chenye khaufa lillah wa tamassuki bi ta'ati llah, chenye kumwogopa Allah tabaraka wa taala na kushikamana na kumcha Allah tabaraka wa taala ila yaumir rahim, mpaka siku ya kuondoka katika maisha haya ya kidunia. Ismail anasema ya abati fa'al ma tu'mar, baba yangu, fanya kile ulichoamrishwa na Mola wako, satajiduni insha Allah min as-sabirin, mimi kwa hakika utanikuta pale atakapo Allah tabaraka wa taala min as-sabirin, miongoni mwa wale waliokuwa na subra. Baba yuko tayari kutekeleza agizo, mtoto yuko tayari kufanyiwa kile kitu ambacho baba yake amekuja nacho, ambayo ni wahi kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Pale tu Nabiiullah Ibrahim alipokuwa yuko tayari kutaka kumchinja mwanae, ghafla Allah tabaraka wa taala akamshushia kondoo, akamwambia sasa chinja huyu. Ule ulikuwa ni mtihani, lakini vipi Nabiiullah Ibrahim alikuwa na imani ya kweli kweli, hakutetereka. Lakini pia vipi mwanawe Ismail alayhi salam alikuwa na imani kweli kweli, hakutetereka. Hicho ndicho kizazi ambacho tunatakiwa tukilee hivi sasa. Ibadallah, laysa al-eid man labisa al-jadid, sio idi wewe kuvaa vizuri, lakini mche Allah katika siku hii. Kuna wengine wamefunga jana yaum Arafa, na tunajua fadhila na ubora wa siku ya jana. Unapata ofa ya kusamehewa madhambi yako ya miaka miwili. Moja ni mwaka uliopita, moja ni mwaka ujao unaokuja mbele yako. Hujui ni yapi utamkosea Allah tabaraka wa taala, lakini Allah amekupa ofa ya kukusamehe wewe. Vipi unashindwa kumsamehe ndugu yako Muislamu? Lakini leo hii wako watu wataingia katika maasi, wako watu watawavalisha nguo za uchi watoto wao,
watatembea barabarani, eti ni siku ya kufurahi. Unafurahi wewe, unamghadhibisha Allah tabaraka wa taala aliyekupa furaha hiyo. Hadha muhalun fi alqiyas badi'. Hili ni jambo ambalo haliwezekani kabisa. Enyi waja wa Allah, enyi wazazi, enyi wakina baba, enyi wakina mama mliohudhuria katika viwanja hivi vya Idi, ittaqullaha taala, mcheni Allah tabaraka wa taala, wattabi'u sunnata nabiyikum, nafuateni sunna na mwenendo wa mtume wenu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa'lamu anna al-fawza liman ittaqa, lakini tambueni hakuna ufaulu isipokuwa kwa yule mcha Mungu amchaye Allah tabaraka wa taala. Ma iduka al-fakhru illa yawmun yughfir lak, hakuna idi ambayo utajifakharisha wewe isipokuwa ni siku ambayo unatambua kwamba leo hii nimesamehewa madhambi. Uislamu, kama huna uhakika wa kuwa umesamehewa madhambi yako aliyotangulia, usijifakharishe, usifurahi kupitiliza, kwa sababu hakuna furaha na hakuna majigambo isipokuwa ile siku ambayo utatambua kwamba mimi hapa nimesamehewa madhambi yangu. La anna tajurru bihi mustakbiran halak, ukaanza unatembea kwa watu kwa majigambo, una kiburi, unavimba eti kwa sababu umevaa vizuri. Kam min jadidin thiyabin dinuhu khuliq, ni wangapi katika watu, ni wengi katika watu wanavaa vizuri, wanapendeza, lakini dinuhu khuliq, dini yao imeingia uchafu. Yani wao na dini yao baid ab'ad ma baina al-mashriq wal maghrib, ni mbali mno na dini yao, lakini wanapendeza kwa mwili na nguo, unamuona ni msafi, lakini katika upande wa dini yake ni mchafu mno. Takadu tal'anuhu al-aqtaru haythu salaka, mtu mfano wa huu inakaribia zile sehemu wanazopita, ile mitaa anayopita, magari yanayopanda, barabara anazopita, takadu tal'anuhu, inakaribia vile vyote kumlaani mtu kama huyu, kumtupia laana mja mwenye tabia kama hizi. Mustakbira asiya yawmu Eid, mwenye kiburi, mwenye majigambo, anamuasi Allah tabaraka wa taala yawmu Eid. Ibadallah, ittaqullaha taala, enyi waja wa Allah, tumsheni Allah tabaraka wa taala, tumsheni Allah tabaraka wa taala, yule ambaye ametupa furaha katika siku ya leo. Zisiwe furaha zetu ndiyo kumghadhibisha yeye. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kutueleza sisi kumwelezea Mola wake mlezi, anasema inna Allaha yaghar, hakika Allah Mola wenu mlezi ana wivu. Allah ana wivu, usijikute wewe una wivu, lakini Allah ana wivu zaidi yako. Lakini wivu wa Allah uko wapi? Wa ghayratullah an yatiya al-abdu fi ma'asihi au fi ma'siyatihi, ni kuyaendea mja wa Allah tabaraka wa taala yale mambo ambayo Allah tabaraka wa taala ameyakataza. Hapo ndipo nadhihiri wivu wa Allah tabaraka wa taala. Tusimuasi Allah tabaraka wa taala. Lakini pia siku ya leo ni siku ambayo ya kushiriki katika ibada mbalimbali, kama tulivyosema hapo awali, takbira zikithirishwe. Lakini pia ni siku ambayo kwa yule yeyote ana chake cha kutoa kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, ajitolee sadaka. Unaitoa siku ya leo, yaumun adhim, siku tukufu mno, malipo yake yanakuwa ni makubwa mno mbele ya Allah tabaraka wa taala, kwa sababu hii ni moja kati ya yale masiku 10 ambayo Allah tabaraka wa taala ameyapia katika surati al-Fajr, bali kusema wal fajr wa layalin ashr, na pia naapa kwa wakati wal fajr, lakini wa layalin ashr, na naapa kwa masiku 10. Ibadallah, sadaka iliyokuwa nayotoa, hasa wakina mama wajitahidini katika upande huo, kwa sababu Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati ametoka katika safari za Isra na Mi'raj amesema amewaona wanawake wengi sana wako motoni, akawahusia kithirisheni sana kutoa sadaka, ndipo mtanusurika. Ewe mama, ewe dada, shikamana na wasia wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Allah anasema waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, yeyote mwenye kumcha Allah na kufuata mwenendo wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi Allah humpa matokeo, anampa sehemu ya kutokea.
Ibadallah, tushikamane na hizi kheri, tujiepushe na madhambi mbalimbali, tena hasa madhambi yenye kulimbikiza. Ma maana haya, na maana gani kusema hivi? Ibadallah, wako watu wanafanya madhambi ya kulimbikiza, ya kuwekeza. Mtu haekezi katika kheri isipokuwa anawekeza katika maasi. Hii ni dhambi moja baya mno. Unaweza ukafanya jambo katika dini hii ukajiona umebuni kitu, lakini ukajikuta umekuwa ni mfano wa kuigwa katika dhambi lile. Fatuba liman mata wa mata maahu dhunubuhu, pongezi kwa yule ambaye atakayekufa kisha akafa na madhambi yake. Ni pongezi kwake yeye. Walwailu tawilu wannadam liman yamutu wa baqiya dhunubuhu alfa sanawati alfaini yuadhabu biha fi qabrihi ila yaumi alba'th. Lakini majuto na masikitiko makubwa ni yule anayekufa, anaondoka akaacha madhambi yake yamebaki hapa duniani, yamedumu miaka 100, miaka 1000, miaka 2000, yuadhabu biha fi qabrihi ila yaumi alba'th, anaadhibiwa kwayo katika kaburi pale alipo katika maisha ya barzakh ila yaumi alba'th, mpaka siku ya kufufuliwa. Hakadha hunaka sadaqatun jariya wa hunaka sayyi'atun jariya. Kuna sadaka nzuri yenye kuendelea, unalipwa heri, lakini pia vile vile tukumbuke kuna madhambi yenye kuendelea. Unakufa wewe, madhambi yako ni rudikio, unaacha dhambi ambalo watu wanaliiga, kama ni mziki, kama ni nini, umefanya vitu vya hovyo katika dini hii, watu wanaiga, wewe haupo, lakini tuadhabu biha, unaadhibiwa kwayo yale madhambi. Kila anayefanya wewe unaadhibiwa katika kaburi ila yaumi alba'th, na akaunti yako inaingiza madhambi wewe mpaka siku ya kufufuliwa yaumul qiyama. Vipi tutakuwa na salama mbele ya Allah tabaraka wa taala? Ibadallah, tumwombe Allah tabaraka wa taala kuwa ni miongoni mwa wale ambao wenye kusikiliza maneno na kuyafanyia kazi. Allahumma taqabbal salatana, Allahumma taqabbal صيامنا ليوم العرفة، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.